nipende kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha kwa ajili ya kuanzisha au kuendeleza programu hii ambayo tunaiona hapa mbele yetu. Kabungu ni shule ambayo ina wanafunzi wengi na mabweni ni machache. Kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ametoa fedha kwa ajili ya kujenga bweni la wavulana. Naamini kupitia mradi huu wavulana wengi wataondokana na changamoto ya kubanana labda katika bweni moja. Lakini pia nipende kumshukuru Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana kwa kuitikia wito wa kuja kutembelea katika shule yetu. Serikali ya awamu ya 6 imeweka mkazo sana kwenye maendeleo ya watu, na katika maeneo muhimu ya maendeleo ya watu ni pamoja na eneo la elimu na eneo la afya, yakiwa kuna maeneo mengine, lakini haya ndio ambayo tunasema yanatujengea taifa imara, taifa ambalo linaweza kuwa shindani na taifa litakalokuwa jumuishi sawa sawa na dira yetu ya mwaka 2050. Kwa tunachoshuhudia hapa leo ni uendelezaji wa utekelezaji wa ahadi ambayo Mheshimiwa Rais alisema na anaitekeleza kwa vitendo, hasa katika kuboresha mazingira ya elimu. Lakini pia nichukue fursa hii kuwapongeza sana halmashauri, kianza na mkurugenzi na watendaji wake wote. Sehemu ya ujenzi wa mabweni haya imetokana na fedha ya mapato ya ndani, na mkazo wa serikali na mwongozo wa Mheshimiwa Rais ni kwamba mapato yetu yanayotokana na kodi za wananchi, ushuru, tozo mbalimbali au miradi inayofanywa na halmashauri, fedha hizo lazima zirudi zikaongeze thamani tena kwenye maisha ya watu wanaopatikana katika maeneo husika. Kwa hiyo uwezo wenu wa kutenga fedha, mkaziandaa, mkazisimamia na mkazileta zikafanya kazi inayoonekana inayoenda kutatua changamoto ni jambo linalostahili kupewa pongezi kubwa sana, kwa sababu mmeonyesha nidhamu, lakini mmeonyesha na nyie pia mmeelewa maono ya Mheshimiwa Rais, hasa katika usimamizi wa mapato na matumizi ambayo ni sahihi ya fedha za serikali. Naomba niwapongeze sana halmashauri kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya kuongoza na mkurugenzi wenu na mwenyekiti wa halmashauri. Sasa yako mambo ambayo yameelezwa hapa kama changamoto, na mimi ningependa niatolee maelekezo. Kwanza nitoe pongezi kwa head boy na head girl, wameongea vizuri sana, sio jamani? Tuwapigie makofi basi. Wamewakilisha vizuri sana hoja zao, wamezieleza vizuri, wanaeleweka, na unaona kabisa walistahili kuchaguliwa kuwa viongozi kwa sababu wana hoja za msingi ambazo wanazieleza. Sasa yako mambo machache yameeleza, na mimi nataka niwahakikishie kwamba serikali inapofanya kazi inafanya kazi kwa maono, inafanya kazi kwa mpango, inajua hatua ya kwanza itakuwa ipi, hatua ya pili itakuwa ipi. Kwa baadhi ya mambo ambayo umeyasema, naomba niatoe ufafanuzi. Kwanza, katika shule hii katika mwaka huu wa fedha kuna madarasa 4 mapya yatajengwa mwaka huu kwa ajili ya kuongeza vyumba vya madarasa kwa ajili ya wanafunzi mlioko hapa, ili kupunguza msongamano, lakini pia kuwezesha shule kupata wanafunzi wengi zaidi ambao watakuwa wanajifunza zaidi hapa. Lakini eneo la pili ambalo litafanywa kazi ambalo mmelieleza, mmezungumza juu ya kuwa na kompyuta katika darasa la kompyuta. Mwaka huu wa fedha ambao tayari tumeshaanza mwezi wa 7, na nimeongea na mkurugenzi. Mkurugenzi yuko hapa? Mkurugenzi yuko hapa na nimezungumza naye. Mwaka huu zitaletwa kompyuta hapa kwa ajili ya wanafunzi waweze kujifunza kwa vitendo, kwa sababu maelekezo ya mitaala yetu ya elimu sasa hivi ni competence based. Tunataka mwanafunzi asisome kwa nadharia, asome kwa vitendo. Ndio maana unaona kuna uwekezaji mkubwa sana unafanyika kwenye shule zetu za sekondari kama hivi, shule za msingi, lakini pia hata vyuo vya kati, hasa vyuo vile vya ufundi. Tunaweka mkazo mkubwa sana kwamba mwanafunzi anapojifunza lazima aweze kufanya kwa vitendo. Kwa kwenye bajeti inayokuja safari ambayo tayari imeshaandaliwa, hapa kompyuta zitakuja. Kwa head boy na head girl, ombi lenu limesikilizwa, na kompyuta zitakuja hapa, mtatumia katika madarasa yenu na mtajifunza kwa vitendo. Hapo vipi wanafunzi? Hapo sawa, sio?